Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Na tumai umzima ubuheri wa afya na mipenye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika taifa la Tanzania. Wazungu walisema ya kwamba wonders will never end. Katika serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan, maajabu yanaendelea kushuhudiwa. Hii ni baada ya waziri wa chama tawala CCM kukamatwa kwa kutaka kumuua mkuu wa polisi Tanzania. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Waziri wa serikali ya CCM awamu iliyopita ambaye aliweza kukamatwa na alikuwa waziri wa viwanda na biashara Godfrey Mwambe amefikishwa mahakamani na kushitakiwa kwa makosa mawili. Moja ya kutaka kumuua mkuu wa polisi. Naomba tusome chapisho hili kisha baadaye nitakuwa nazungumzia kwa undani vile tumepokea taarifa kuhusiana yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Kabla nisome chapisho hili, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja ya kutukabidhi like. Nikiwa hauja subscribe na kubembeleza uweze kusubscribe. Chapisho hili linasema ya kwamba aliyewahi kuwa waziri wa uwekezaji nchini Godfrey Mwambe anatuhumiwa kwa mashitaka mawili. Moja ni kutaka kumuua mkuu wa polisi. Sasa sikiza, ambapo huyo mkuu wa polisi hajulikani ni nani. Najua katika sekta ya siasa kuna mengi ambayo yanashuhudiwa. Haya ndiyo maajabu. Unakujiwa na maafisa wa polisi ama jeshi la polisi nchini Tanzania, unatiwa mbaroni kwa kile ambacho kimekuwa chanzo cha kutiwa mbaroni ni kwamba kutaka kumuua mkuu wa polisi. Lakini jina la mkuu huyo wa polisi hakuna yule ambaye anaelewa. Je, ni ukweli? Chapisho hili linaendelea kusema ya kwamba tuhuma ya pili ni tuhuma ya uchochezi wa kimitandao wa kuvuruga amani ya nchi. Ameeleza hayo wakili wake Hekima Mwasibu. Godfrey Mwambe alikuwa waziri katika serikali iliyopita, lakini wakati baraza la mawaziri liliweza kutangazwa raundi hii hakuwa pale, lakini aliweza kupotea, hakuwa anajulikana aliko. Lakini baadaye jeshi la polisi likathibitisha na kusema ya kwamba ni wao walienda wakamchukua na wanamshikilia. Lakini siku ya leo ya Jumatatu amefikishwa mahakamani ambapo ameweza kushitakiwa kwa tuhuma mbili. Moja, kuwa na njama ya kumuua mkuu wa polisi. Wengi wamekuwa wakijiuliza, ndio mumemshtaki kuhusiana na njama ya kumuua mkuu wa polisi. Je, mkuu wa polisi huyu ambaye inadaiwa angeuawa ni nani? Jina lake hamuna yeyote ambaye analijua, halikutajwa katika mahakama. Kwa hivyo mshitakiwa anashitakiwa kwa kosa ambalo halionekani, yani kosa hewa, kwa sababu yule ambaye anadaiwa kuuliwa hayupo na hajulikani ni nani. Je, huu ni ukweli ama ni njama ya kisiasa ambayo inaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania? Yeyote ambaye anaonekana akipinga serikali ambayo inaongozwa na Samia Suluhu Hassan, unakujiwa, unakamatwa,
unafikishwa mahakamani pasipokuwa na kosa lolote? Hii ni baada ya kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo nchini Tanzania Chadema, Tundu Lissu, naye tarehe 12 mwezi huu aliweza kukamilisha mwezi mmoja mfululizo pasipofikishwa mahakamani. Kwa nini? Kwa ukosefu wa ushahidi kwa yale ambayo anaenda kusomewa. Sasa kuna kile ambacho kinaendelea kushuhudiwa nchini Tanzania na hakuna yeyote ambaye anakielewa. Kwa hivyo kuna uhuru wa kujieleza, yani freedom of expression. Ukizungumza hata kwa mtandao na kujiwa, kwa sababu aliyekuwa waziri huyu Godfrey ameweza kushitakiwa kwa kosa lingine la pili, kwamba alionekana kuwa na uchochezi kupitia mitandao ya kijamii. Ni kwa sababu yeye haungi mkono serikali iliyopo mamlakani. Na kuna wakati unafika serikali inajikula yenyewe, kwa sababu huyu waziri alikuwa mwandani wa chama tawala sasa hivi cha CCM. Akateuliwa kwa nafasi ya kuwa waziri, lakini baada ya kutoteuliwa tena, akionekana kuenda against kidogo, anakujiwa na kuanza kushitakiwa kwa makosa ambayo hakuna yeyote ambaye anaelewa kwa kile ambacho kinaendelea haswa katika taifa la Tanzania. Je, ukiona kosa lolote huwezi kulisema? Kwa sababu kosa linapoonekana lazima lizungumziwe ili kurekebisha ama suluhu halisi kupatikana, iwe ni kisiasa, iwe ni mambo ya biashara, iwe ni mambo ya mawasiliano hapa na pale. Kosa lolote wakati linapojitokeza lazima lishughulikiwe vilivyo. Lakini tutasubiri tuone ikiwa Mwambe anaenda kuamuliwa kesi baada ya kushitakiwa kwa tuhuma hizi mbili, ni kipi ambacho kitaendelea. Lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, sione kama kuna kesi hapa, kwa sababu yule ambaye anadaiwa kwamba alikuwa amepangiwa kuuawa hatumjui na hajulikani yeye ni wa mkoa upi, na si hii iliweza kufichuliwa kivipi. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, naomba kuuliza swali. Je, unakubaliana na madai haya kwamba Mwambe alikuwa na njama ya kumuua mkuu wa polisi? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Ama ni njama ya kisiasa nchini Tanzania? Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika mwendelezo wa matukio nchini Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload the video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content also, have WhatsApp groups and download on Facebook. And that's only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Let's meet in the next video. Bye bye, ladies and gentlemen.